Safia Saidi Omar, mkazi wa Kijichi Kikaangoni, ni mama mzazi wa mtoto Saidi Abdalla Hamisi aliyepata tatizo katika hospitali ya Lumumba ya kupelekea alifanyiwa operation ya tumbo na kupelekwa ICU, na baada ya hapo aliwekewa kanyula katika mkono wake na kupelekea kanyula ile kustopisha mshipa wa damu kupeleka chini ya mkono na kuharibika mkono ule na kusababisha kukatwa. Sisi tumeenda Muhimbili, tumekaa mpaka mtoto amepona alhamdulillah. Tumerudi, tunashukuru serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa kutupa msaada na kuwa nasi bega kwa bega katika kumhudumia mtoto. Changamoto tulokuwa nayo mpaka sasa ni kufuatilia kuhusu mtoto, vipi tunapata stahiki zake. Tumeenda Wizara ya Afya na Wizara ya Afya imetuambia wao hawahusiki. Kwa hiyo kilio chetu, tunamuomba Rais Hussein Ali Mwinyi, tunakuomba utusaidie juu ya hili. Muangalie mtoto wetu, tulimzaa akiwa na mkono. Sasa hivi tunaishi kwa mazingira magumu. Mtoto wangu amekuwa mlemavu. Tunaomba serikali tusaidie kwa sababu inauma sana mtoto kumzaa mzima alafu akasababishiwa kuwa na ulemavu na watu ambao wao wapo mitaani wanadunda. Mimi naitwa ndugu Abdalla Hamisi Ali. Changamoto iliyomkuta mwanangu Saidi Abdalla Hamisi Ali, Wizara ya Afya walisema kwamba wanachunguza kuhusu ripoti ya mwanetu, wakasema wapewe wiki 2, lakini wiki 2 kiukweli sote tunafahamu kwamba zishapita. Tumemhudumia mtoto, tumerudi. Baada ya kurudi tukaenda Lumumba, tukapokelewa vizuri tu, wakatuambia kwamba wanahitaji majadiliano na sisi. Sisi tukaambia hatuwezi kufanya majadiliano kwa sababu sisi hatujapata ripoti ya Zanzibar kutoka Wizara ya Afya. Kwa hiyo hatuwezi majadiliano ya mtu yoyote. Kwanza tujue Wizara ya Afya wamechukua hatua gani na ripoti imeendeleaje, tujue kama sisi wazazi. Ndipo tukae kikao sasa. Bwana, ripoti imetoka hii. Sasa mnatakaje? Lakini kiukweli Lumumba wao walituomba kwamba nyinyi mnataka mtoto wenu mulipwe nini? Sisi ikiwa ni wazazi tukawajibu sisi kwa sasa hivi hatuna mazungumzo yoyote wala hatuna kikao chochote. Tunachohitaji kwanza ripoti. Tukaenda Wizara ya Afya. Mkurugenzi mkuu akatujibu kwamba hii kesi yenu sisi tunaifahamu, lakini sasa kuhusu hii fidia, sisi sio tunaotoa fidia. Kuna wizara maalum ambayo inolipa fidia. Kwa andikeni barua ya maelezo tu kwamba sisi tumekuja Wizara ya Afya, tumekuja kusikiliza kwamba tayari tumesharudi na mtoto, kwa tumekuja kusikiliza ripoti za mwenetu. Na wizara ambayo inohusika kutulipa haki, hii kesi wanaichukuliaje ili sisi tupate haki ya mwenetu? Kaamua sasa kutafuta wanasheria. Tumefanya jitihada kubwa. Kwa hiyo sisi tunamwomba Mheshimiwa Rais asimame, awe imara kusimamia wananchi wake, hususan sisi wanyonge ambapo hatuna pa kwenda. Jina langu ni Adhar Mohamed Rashid, ni kaka wa mtoto Saidi Abdalla Hamisi ambaye alitokezwa na changamoto ile Lumumba na kupelekwa Muhimbili. Tayari amesharudi na mkono tayari hana. Mtoto tayari kashakuwa mlemavu, na kama mnavyojua mtoto mlemavu ana mahitaji mengi, hata ukuaji wake pia unakuwa ni slow. Sasa hivi anatakiwa kwamba atembee tena au kutambaa, lakini hizo hatua bado zote hajazifika. Kwa tunaomba serikali, kama sehemu husika tulioenda haikuweza, basi hatua zichukuliwe kwenye sehemu nyingine ili kupata haki ya huyu mtoto na mustakabali wa maisha yake. Kwa naomba mtoto wamwangalie, waje wampatie mkono mwingine wa bandia. Naitwa Ana Atanas Paul, Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto. Kuna ile kadhia ya mtoto wetu ambaye alikatwa mkono pale Lumumba, alipata athari ile ya kuumia mkono, halafu mkono wake ukakatwa wapi kule Muhimbili.
bado tuna changamoto kwa sababu familia inalalamika juu ya mtoto. Sasa sisi kama Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto tumesikia malalamiko yao, na wizara ilishaanza kuchukua hatua ambazo za kumsaidia mtoto, hatua za kiustawi. Na hatua za kiustawi ambazo tumezichukua ni kumsaidia mtoto kumpata lile posho la mazingira magumu. Tunaingiza ile familia katika familia zinazoishi katika mazingira magumu, na kila mwezi anakuwa anapata posho. Lakini hiyo ni process kubwa. Kupita yote ni kumpatia mtoto wetu huyu ambaye kafikwa na kadhia hiyo, kumpatia bima yake ya afya ili aweze kupata matibabu kipindi chake chote hichi mpaka atakapofika miaka 18. Sisi kama serikali tumelibeba jambo hili kwa moyo mkubwa sana, kuhakikisha mtoto wetu huyu hapati changamoto nyingine baada hii ambayo amekutana nayo. Sisi tunataka wazazi wawe wavumilivu, wawe watulivu. Lakini niwaambie tu kwamba hili jambo ni la mchakato, si jambo la kufumba na kufumbua. Watuvumilie, sisi tunalifuatilia wala hatujawahi kulipuuza jambo hili. Wala wasidhani kama labda sisi hatulitaki tena au tunawasubiria tu muda ufike hili jambo lisishughulikiwe. Hapana. Sisi kama serikali tunalibemba jambo hili kama letu, kwa sababu Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, kwa upande wetu sisi kama baraza tutawatembelea hawa familia na kuzungumza nao kama familia, kuhakikisha kwamba tunajua changamoto zao za msingi, na ili kuweza kushirikiana nao kama familia, ili wajue serikali hili jambo limetokezea kama ni bahati mbaya, lakini hakuna mtu ambaye amepanga au amedhamiria kumwathiri kijana wetu huyu. Lakini la pili, kijana wetu kukatwa mkono sio mwisho wa maisha, kwamba tutaendelea kufanya ufuatiliaji wa karibu wa kijana huyu, kuhakikisha kwamba anakuwa, kwa sababu sasa hivi ni mdogo sana. Kwa kumpa mkono bandia kwa muda huu kitaalamu haiwezekani. Akiendelea kukua kijana wetu, akifikia umri wa miaka kuanzia 5, 7, tunaweza kuona namna gani sasa anaweza kuanza kutumia vifaa saidizi. Na kifaa saidizi ambacho kinatumika ni mkono bandia. Kwa hiyo tutajitahidi insha Allah kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu, kwa kushirikiana na wenzetu Wizara ya Afya, atakapokuwa huyu kijana tutampatia mkono bandia ambao utamsaidia katika shughuli zake za kila siku, kupunguza ule ukali wa huduma hizi wa shughuli zake za kila siku. Kwa hilo sisi kama baraza tutalichukua na kuhakikisha kwamba tunamsimamia, lakini vile vile tutaendelea kumsimamia kijana wetu kuhakikisha anapata elimu iliyokuwa nzuri, bora, ili kuhakikisha kwamba anaweza kujikimu.